kuwe kuna mtu ambaye yanamhusu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo anahusika hapo ndani. Kuna mtu katika hiyo ni kanisa gani hilo? Bwana Yesu asifiwe. Ni wokovu gani huo? Kwa sababu pengine kuna mambo yamefanyika ambayo hayalengani, hayafai, hayapo huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huja baadaye tukajisikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi tuko huko na tuna yaani hayo mambo yanazungumzwa yanatuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hao Wakristo ni Wakristo wa aina gani? Maana sasa kuna vitu ambavyo vimefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mambo hayo huwa yanatumiza mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Hasa sana kwa wale ambao mioyo yao wameiweka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mtu ambaye moyo wake uko huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata akisikia neno lolote, Bwana Yesu asifiwe, ambalo linamhusu, huwa hana ile hofu. Bwana Yesu asifiwe. Ushawaona mtu amepokea habari kwamba hao wanasherati, hao wanaiba. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu mmoja amefanya hicho kitendo ndani ya church, lakini sasa sisi tumechanganywa sote. Lakini kuna mwingine kati ya hao Wakristo hata kuwa ni ile hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu moyo wake hajautia kwa Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. So hana wasiwasi, na ujue huyo pia kwa kitendo hicho hawezi kosa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna yule ambaye akisikia habari hiyo anasikia kuumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anashindwa kwa nini mbona jina la Mungu linafanywa hivi. Bwana Yesu anaumia. Ile kitu kinamgusa. Bwana Yesu asifiwe. Basi Ahabu akawa anazungumza mambo fulani ambayo yamefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Akizungumza na Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mmoja ambaye katika hawa manabii ambao wameuliwa, mmoja yuko hapo, ni Elia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni kati ya hao manabii. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni kati ya hao watu wa Mungu, hawa ambao wanalitaja jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko hapa, lakini kuna mambo ambayo kuja yanakugonga. Bwana Yesu asifiwe. Yanakugonga kama mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Habari zinakuja, habari zinaletwa. Bwana Yesu asifiwe. Unashindwa na hili nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wewe mtu wa Mungu, wewe ni mtu uliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hata sio habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba umefanya kitendo kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, ni ile kusema tu, ile pia ni kusema tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani habari mbaya zinatengenezwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Habari mbaya zinafanywa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwa unasikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kuumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa katika huu wokovu ukiwa haujasimama vizuri, Bwana Yesu asifiwe. Katika huu wokovu kama haujakita mizizi vizuri, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo maneno unaanza kuyaweka kwa akili yako sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo story unaanza kuzihifadhi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unashindwa sasa, itakuwaje? Itakwendaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umeletewa habari kwamba watoto wako wote na watoto wanane, Bwana Yesu asifiwe, wamefukuzwa shule wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unashindwa fulani, huyu na huyu nimenipa, hata nimebakisha hawa na niko na pesa kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize tu. Bwana Yesu asifiwe. Na unashindwa wote wamerudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unashindwa sasa, hii itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Yaani yale mambo yanakuja na kwa sababu moyo wako haujaingiza kwa Mungu inavyotakiwa, sasa unakuwa na ile hofu, unakuwa na ule wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hivyo ndivyo ambavyo imefanyika, mama ilikuwa kwa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Ahabu akawa anazungumza na Yezebeli habari ya mambo yote yaliyofanyika, aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mambo hayo sasa yanamfuata Elia. Bwana Yesu asifiwe. Hayo story hiyo, lakini inaenda kwa mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo story yote
inakuja kwako. Hayo mambo yote yanakuelekea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na ile hofu, unakuwa na ile wasiwasi, unakuwa na ile hali ya kutostahimili. Bwana Yesu asifiwe. Unashindwa na hili, nitawezaje? Nitafanyaje? Nitakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Akili yako na moyo wako umesahau kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye anaweza kukusimamia, kuna mwenye anaweza kukupigania. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo yani mambo yakiwa hivyo, huwa hiyo uungu unaondoka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Utavua wewe mwenyewe, lakini kwa zile fikra basi itakuwa kama ambayo umevua umeweka hapo kando. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unatafuta vile utakavyojiokoa, unatafuta vile utakavyo jiepusha na mambo vile yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingi tumetaka sana kujitoa katika hali zetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingi tumetaka sana kujitoa katika mambo yetu ambayo tuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatujaweza mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Na hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana tumeangalia mambo ambayo tunayaona. Bwana Yesu asifiwe. Tukayaweka yani kuwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mambo vile tumeyafanya kuwa mzigo yametufanya kwamba hatuwezi kusonga, hatuwezi kwenda, hatuwezi kufanya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwa huduma, hasa kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana hapa mimi sizungumzii mambo ya ulimwengu, sizungumzii mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumzia mambo ya wokovu, mambo ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumekosa kusonga, tumekosa kumfuata huyu Mungu kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya hali zile tunazoziona. Bwana Yesu asifiwe. Tumeziweka mbele kushinda kumweka Mungu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumejaza mioyo yetu wasiwasi na hofu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mambo yetu wenyewe. Haleluya. Nisipofanya hivi sitaweza kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umesahau kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kufanya akafaulisha hicho unachotaka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tunaona kwamba mstari wa 2, ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kusema, miungu walifanyia hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya waja wako wa hao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maneno mazito. Bwana Yesu asifiwe. Maneno magumu, maneno ya kushtua, maneno ambayo hata mwingine hawezi kukaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani zile habari ambazo wamezipata ya wale ambao tayari wameenda, anasema kama sitakufanya kama miongoni mwa hao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ukiambiwa hivyo usinikumaanisha wewe ni hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maana miongoni mwa wale ni wale ambao tayari wamekata, ni wale ambao wamekwisha kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mchawi aje akwambie sasa hili jua likizama kama hujaenda sijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Live kabisa. Maana Eliya aliambiwa hivyo live kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe huyo na huyo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Akwambie mimi kama si mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima utakuwa na ile wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili huu wa binadamu lazima utakuwa na wasiwasi mwingi. Ni lazima utakuwa na shaka. Ni lazima utakuwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nimekuja nikwambia kwamba mambo haya hayampati mtu ambaye hajaokoka, hayampati mtu ambaye hamjui Mungu. Basi utasimamaje? Utaimarika vipi? Bwana Yesu asifiwe, kama hakuna vitu kama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu ambao usiwaone wanahubiri na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Usione wanahubiri kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Usione watu ambao wanaendesha huduma kama pasaidi hapa, Bwana Yesu asifiwe, kama tunamsifu. Haleluya. Ni Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukafikiri ni hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo kama hayo. Mambo hayo huja kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo kama haya huja kwetu, mambo ya kukushtua, mambo ambayo kabisa unaweza sema na kama Mungu wokovu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Acha ikae, acha itulie. Bwana Yesu asifiwe. Maana kweli sasa akili yangu inaanza kurudisha. Kweli hata mwaka jana nilikuwa mtu akufunga sana, lakini mambo ni yale yale. Sasa huyu naye nimekuja mimi. Acha niende kwa babu yangu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikimbie kule. Haleluya. Amen. Kwanza unaangalia time, ni saa 5 sasa hivi. Saa 4 saa 5 tutakuwa nimefika. By saa 6 saa 9 hapo kabla haijafika saa 11 tutakuwa nimerudi niangalie sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimuonyeshe kwamba ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana pale hautakuwa mtu wa kubishana, hautakuwa mtu wa kusema sana, lazima utatulia kwanza. Maana unaangalia hapo nyuma hakuna kitu ya kuegemea. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu wako kwa akili yako tayari hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Maana pengine ungerudi upige magoti mwambie Mungu, na kama ni mapenzi yako na ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwa mwili huu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo kitu haitakuja. Hiyo mawazo, acha tuseme ule kweli, hiyo mawazo haitakuja wakati huo, saa hiyo. Ni lazima utafikiria kule. Haleluya. Maana ndivyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama mioyo yetu hatujaitia kwa Mungu, ni lazima tutaangalia pande nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni maneno ya kukushtua, na maneno hayo ni mazuri kwa mtu aliyeokoka, ni mazuri kwako wewe ambaye umemjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana vitu ama maneno ya kutisha, maneno ya kuogopesha hukupa kusimama, hukupa kuendelea, hukupa kusonga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukiwa ni hali ya kawaida, Bwana Yesu asifiwe, hautaweza kusonga. Haleluya. Kwa hivyo ukiona kuna mambo makali, kuna hali ngumu, Bwana Yesu asifiwe, hizo hali si za kufanya uende kwa mganga, ufikirie babu yako, ufikirie nyanya yako, ufikirie mkweli yako. Bwana Yesu asifiwe. Si hali za kuwa ufikirie shangazi yako, ni hali za kuwa zimekuja zikusimamishe ama zikusongeshe wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwa mwili huu na vile tumezoea kutafuna tafuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule ambaye huwa tunamjaza kwa kutafuna na kwambia wewe, unajuaje? Una kitu chochote cha kukusaidia hapa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule ambaye hatumpi kutafuna kwa muda mwingi, Bwana Yesu asifiwe, yule ambaye alikukosa maji, kukosa chakula, Bwana Yesu asifiwe, cha ulimwengu huu, lakini kumpa chakula kile chakule kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi ambayo ni kama maji. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia usiogope, niko hapa kwa ajili yako, niko pamoja na wewe. Pale unasikia kutika nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Pale unasikia kusonga, unasikia kuendelea tena. Unasikia hata umwambie si ungekuja na mwingine, maana nakuona wewe hautatosha mboga. Bwana Yesu asifiwe. Ungekuja na wengine kama 5 hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kwa huyo mmoja kuogopesha, kwa huyo mmoja atakutishia. Bwana Yesu asifiwe. Utahisi kama ni kundi la watu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukwambia hata sasa kuna mambo ambayo yanatufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii maisha kuna mambo ambayo yanatufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Maana hayo mambo yanakuja hali ya kimaisha, lakini yana challenge huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Yanapigana na wokovu wako, lakini yanakuja hali ya kimaisha. Maana inajua kwamba nikija katika hali hiyo, wewe utaanza kufikiria tayari vile mambo yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Inakutoa kwa wokovu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hautafikiria wokovu, hautafikiria